Piga makofi kwa Yesu. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza injili yake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Baba kwa mataifa mbalimbali. Kama wewe umeokoka sema amen. Amen. Ngoja nikuambie, mbinguni akwendi wadhembe. Amen. Na ukisikia mtu ni jasiri wa mbinguni, huwa yuko tayari kwa muda wowote. Amen. Kuwe mvua, ongeza vitu. Kuwe jua, kuwe mvua, yeye lazima pambana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Oh, nasikia shetani, nasikia miungu inapata kilio, nasikia mapepo yanapata kilio, nasikia wachawi wanapata kilio. Oh, shetani analea, shetani analea, oh, shetani analea, shetani analea, oh, shetani analea.
ujue koroni tumeshamaliza. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Pata nafasi ukae, na siku nyingi sijaimba. Haleluya. Sema sitakufa, nitaishi mpaka niyashuhudie ya Bwana. Haleluya. Mdomo naumba. Biblia inasema kwamba mauti na uzima ni katika ulimi wangu mwenyewe. Ninapokiri ninamaanisha ninachosema. Bwana Yesu asifiwe. Tena turudi nyuma, tunasonga mbele. Shetani atake asitake, tunaenda. Haleluya. Haleluya. Sema sitanyamaza. Sitanyamaza. Nitasema mpaka kufa. Sema imefika hiyo. Amen. Haya, mpe tano tu, mpe tano. Mwambie tupo, tunaendelea. Mpe tano ile shiba. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ishara za mtu anayeongozwa na miungu. Nataka nikwambie hizo ishara. Mtu anayeongozwa na nini? Na miungu. Tunaposema miungu, ina maana sio Mungu wa mbinguni. Amen. Ni wale wa hapa chini ya nini? Ya jua. Kwa hiyo natamani nikuambie ishara za mtu anayeongozwa na miungu. Hata kama unasali, lazima ujitambue, je, ninayo au sina? Ili wakati unapoomba ujue nashughulikia kitu gani kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kila kitu kinachoendelea kwenye maisha ya mwanadamu, nyuma yake huwa kuna roho. Ukitenda mema, ina maana kuna roho ambayo imekutuma utende wema. Ukitenda mabaya, ina maana kuna kitu kimekusukuma utende nini? Mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa huu ni mfumo wa mwanadamu. Na ndio maana ukisoma Wagalatia ile sura ya 5 ukianza mstari wa 11. Amen. Anasema kuna vita kati ya roho na mwili. Kwa hiyo roho wanapingana na mwili, kwa sababu hiyo hamwezi kufanya mnayoyataka. Kwa hiyo kama huwezi kufanya unayoyataka, unafanya matakwa ya nani? Amen. Haleluya. Kama ufanyi unayoyataka, unafanya matakwa ya nani? Katika ulimwengu tunaoishi, tunazo falme mbili tu. Usipotenda mema, utatenda mabaya. Usipomtumikia Mungu, utamtumikia shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipompenda Mungu, utampenda nani? Shetani. Kwa hiyo mwanadamu hana kile anachokitaka. Kuna wakati mwingine unaoga kwa sababu mwili una uchafu. Ndio maana yake. Usingekuwa na uchafu usingefanyaje? Kwa hiyo uchafu ndio umekufanya ufanye nini? Uoge. Aya, tunakula kwa sababu tuna njaa. Kama una njaa na hamu ya kula, kwa hiyo unakula kwa sababu kuna njaa. Kwa hiyo mwanadamu kila anachokifanya kuna sababu nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unisupport tu kuitikia tu amina, itatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndivyo Mungu alivyoweka mfumo wa mwanadamu. Sasa ni wewe kuchagua ni njia ipi ninayoiendea. Nini ninachokifanya? Nimechagua njia gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikwambie
ishara za mtu ambaye anaongozwa na miungu, au yuko katika gereza la shetani, au mtu ambaye ana mapepo. Maana si kila pepo mpaka udondoke chini. Kuna mapepo mengine yanaingia kwenye akili tu, yanakaa huko. Amen. Ibada inakuwa ngumu. Iko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninao mambo matatu ambayo natamani kusema na wewe. Jambo la kwanza ni mtu anayeona makosa ya watu wengine tu. Nasema mtu anayeongozwa na nini? Usijibu utakuwa nguvu. Jambo la kwanza ukitaka kumtambua huyu mtu, ni mtu anayeona makosa ya wengine tu, ya kwake hayajui. Amen. Yaani kila kitu alichonacho kwenye moyo wake sio cha kwake, ni cha mtu mwingine. Ni mtu akulalamikia wengine. Ni mtu anayeona changamoto za watu wengine, lakini za kwake hazioni. Ni mtu anayejua kuhesabu makosa ya watu wengine tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa shetani huwa na asili ya kuficha maovu ya mtu ndani yake. Anafungua macho ya kuona maovu ya watu wengine. Huu ni mtego wa shetani wa kupeleka mwanadamu jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Soma Mathayo sura ya 7 mstari wa kwanza. Mathayo sura ya 7 mstari wa kwanza. Anasema hivi: msihukumu msije mkahukumiwa nyinyi. Mathayo sura ya 7 inaanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Msihukumu msije mkahukumiwa nyinyi, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe uiangalii? Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe! Itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema usihukumu usije ukafanya nini? Ukahukumiwa. Hii ni kanuni ya Kristo. Mtu ambaye ana roho ya miungu ndani yake ni wa kwanza kuhukumu wengine, ni wa kwanza kuona mateso ya wengine. Yeye huwa anachokozwa, hajawahi kuchokoza watu yeye. Amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajawahi kukosewa huyo. Kwa shetani anaficha makosa yake, asijione yeye kuwa ni mkosaji, ila aone makosa ya watu wengine kuyahukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kama huyu ni hatari katika ufalme wa Mungu. Niseme kwa lugha ngumu, hafai. Kwa sababu gani? Amejaa roho ya shetani ndani yake. Mtu ambaye Mungu amemteua, jambo la kwanza ni mtu aliye na toba. Na mtu aliye na toba ni mtu ambaye anaangalia makosa yake mwenyewe, hajana makosa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tena mtu kama huyu ni wa kwanza kulalamika. Fulani siku fulani akafanya hivi, fulani siku fulani akaenda huku. Yaani yeye ya kwake hawezi kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unajua kuna mtego ambao shetani ametuwekea duniani
watu waliokoka. Kuna mtu mwingine huwa ana Roho Mtakatifu ndani yake, lakini huyo roho aliye ndani yake hajawahi kumwambia makosa yake. Amen. Unisikilize vizuri. Kuna mtu anasema ana roho wa nani? Wa Mungu ndani yake, lakini huyo roho hajawahi kumwambia makosa yake hata siku moja. Huwa anamfunulia tu makosa ya watu wengine. Fulani nilimuona yuko hivi, fulani nilimuona sijui anapaa, fulani nilimuona, fulani yuko hivi, fulani yuko hivi. Huu ni mtego wa shetani, anakuingiza kwenye mtego. Roho wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba Yesu, ukiangalia sura ya 14 ya Yohana, ukianzia mstari wa 16, anasema kwamba na huyo Roho ambaye Bwana Baba atakaye mtuma kwenu atawaongoza nini katika kweli. Sumalizie. Hapa kunaga sema. Muda huu miungu imekaa kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atawaongoza katika kweli yote. Yaani Roho wa Mungu lazima akuongoze kwenye kweli, na hawezi kuongoza kwenye kweli kwa kumwona mtu mwingine. Anaongoza nafsi yako kwenye kweli. Itambua ukweli wa Mungu ni nini, na kweli ya Mungu ni kutubu. Amen. Kujutia yale uliyofanya nini, uliyoyatenda. Sasa kama Roho wa Mungu wewe amekaa ndani yako na anakufunulia makosa ya watu wengine, ya kwako anaficha, uko kwenye mtego. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa kusifu tumesifu tukashangilia kabisa. Amena. Lakini neno linapokuja, Biblia yangu inaniambia kwamba neno la Mungu li hai, tena lina nini? Lina nguvu ya kutambua mawazo yako. Amen. Sasa kwa mtu ambaye ana roho ya miungu kanisani, huwa anasema kwamba sasa mchungaji leo kaamua kunishushia. Sasa kaamua nimalize. Amena. Huwezi kumfundisha Roho Mtakatifu cha kuongea. Na mtu ambaye amevutwa huwa anasema hakika leo Bwana ameniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anahitaji leo nitoke kwenye mitego ya shetani. Mungu anapokujibu anakufundisha ili umjue zaidi. Sasa miungu inapomfunga mtu fahamu, huwa haimkumbushi makosa yake, isipokuwa inamwambia makosa ya watu wengine. Yesu alipokuja akaanza kuvunja hicho kitu kwenye akili za watu. Anasema makosa ya mtu mwingine unayaona, ya kwako wewe huyaoni. Wewe ni mnafiki. Haleluya. Uniangalie. Maana ukiniangalia miungu haitopata nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unapomwambia mwenzako amekosa, hebu jiangalie na wewe. Hebu angalia roho iliyokuwa ndani ya Daudi. Daudi amemtamani mke wa Uria. Amen. Alipomtamani akazaa naye mtoto, Mungu akakasirika. Akamtuma nabii akamwambia, Bwana mfalme uishi milele. Kuna mtu mmoja alikuwa na ng'ombe wake mmoja kijiji fulani, hata sikijui, lakini kuna mwingine pia na ng'ombe 7. Jambo la kushangaza, yule wa ng'ombe 7 akatamana yule wa ng'ombe mmoja. Mfalme, toa hukumu, huyu mtu afanywe namna gani? Mfalme akasema, huyo anastahili kuuawa, anastahili kunyang'anywa vile alivyo navyo, atupwe gerezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii akasema, mzee umeongea vizuri. Mfalme, huyo mtu ni wewe. Na hukumu ameshatoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mfalme, mtu ni wewe. Wewe wana watoto wote wa kike wa Israeli ni wa kwako. Unamchukua unayemtaka. Amen.
Lakini Uria hana huo uwezo. Uria ana mwanamke wake mmoja, na ukamwona huyo anafaa kuliko wote. Uria mpaka umesababisha amekufa. Daudi aliposikia neno hili, Biblia inasema kwamba alivaa magunia, akajipaka majivu, akaenda mbele za Bwana, akaanza kuomba toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini angalia Adamu. Mungu alipomuuliza Adamu, uko wapi? Bwana, nilijua ya kwamba huyu uliyenipa ndiye amesababisha. Miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama niko hivi ni kwa sababu ya huyu uliyenipa. Ina maana hapa anamlaumu nani? Hapana, anamlaumu Mungu. Amen. Mungu, kama niko hivi ni kwa sababu ya huyu uliyenipa. Ina maana kama usingenipa nisingekuwa hivi. Anamlaumu nani? Mungu. Kwa Mungu ndo amekosea. Hii ndo tabia mtu ambaye amevaliwa na miungu. Miungu imekaa kichwani mwake, huwa haoni makosa yake. Na mtu wa hivi ni mgumu sana kuishi na watu. Amen. Hata mtu mwema kwake ana uwezo kumchukia bila sababu. Kwa sababu gani? Amemkosoa, amemwambia acha hili ndugu yangu ufanye hivi. Amen. Angalia Ahabu alipovamiwa na miungu ya bahari, wakati ameandaa kwenda vitani, akawaita manabii wote wake, sijui ni wachawi, waganga wote akawaita, akawaambia kwamba hebu mniambie huko nakoenda nitashinda vita au namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Nitashinda au namna gani? Wote wakasema kama uishi milele mfalme, vita hii hakika utashinda. Mmoja akamwambia kuna nabii mwingine yuko gerezani anaitwa Mikaya, twende kwake tumuulize kama vita hii itakuwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita hii itakueje? Ahabu akasema hapana, huyu bwana hajawahi kunitabiria mema hata siku moja. Lakini walipomuita, yule askari alipoenda akamwambia, unajua nabii wote wanzako wamemtabiria mfalme mema, na wewe kaseme hivyo hivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na wewe kaongee hivyo hivyo. Mikaya akasema mimi ninachotamka ni kile ambacho Bwana ameniambia niseme. Siongei kitu ambacho mwanadamu anataka. Haleluya. Unajua kuna vita ulimwengu wa roho. Ukiangalia vizuri hapa, karama ya Mikaya iliingia kwenye majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabiri kama wenzako wanavyosema, maana ukienda kinyume na wenzako utauawa. Nabii akasema hapana, kama nikufa, mbona niko gerezani, bora nife, lakini kile Bwana atakachonena ndicho nitakachokisema. Alipotoka, mfalme akamuuliza, akamwambia mfalme, kama usivyo milele, nimeona kondoo wametawanika wana mchungaji. Ina maana mfalme amefanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema si nilikuambia huyu hajawahi kuniambia mema hata siku moja. Ngoja nikwambie, mtu ambaye amevamiwa na miungu hashauriki. Hata umwambie kitu cha kumponya, yeye atakuchukia. Anasema huyu hanipendi, na ana uwezo kutafuta marafiki ambao wanafanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikupe mfano. Wakati umeokoka, uliokoka na marafiki wote uliokuwa nao? Jibu ni hapana. Amen. Ina maana ulipookoka kuna marafiki ambao walikukataa na wakasema huyu sio wa kwetu, wanaongea sio wao, isipokuwa ni ile miungu ilikuwa imeunganisha nyinyi. Amen. Ina maana imekukataa. Sasa Mikaya akamwambia, ngoja nikuambie siri iliyofanyika. Nimemwona Mungu akiwa na watu wake mbinguni katika kiti cha enzi.
akasema ni nani ataenda kumdanganya Ahabu? Akatokea pepo mchafu akasema mimi nitaenda. Bwana akamuuliza utaenda kwa namna gani? Akasema mimi nitaingia manabii wote na nitawadanganya, nitaingiza roho ya uongo ndani yao ili wamtabirie uongo ili aende akafe huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahabu aliposikia haya akamtupa tena gerezani, akasema mwache aozee huko, akae huko. Kwa sababu gani? Amemwambia ukweli. Paulo akasema nuru na giza havichangamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Ahabu akamtupa gerezani kwa sababu alijua huyu mtu hajawahi kumwambia kitu ambacho kinaendana na moyo wake. Kuna mtu mwingine ili ajaombe ushauri kwako, mpe ushauri kama alivyowaza nyumbani. Amen. Umshauri kama yeye alivyofikiri wapi? Nyumbani, ili akwambie na mimi niliwaza hivyo hivyo. Yaani roho yako na ya kwangu vinaendana kabisa, kumbe wote ni wajinga. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukimwambia hapana, mawazo yako ni mabaya, utaki kwenda hivyo, na kuambia wewe najuaga tu siku zote. Na ndio maana takuja kwako nilikuwa mgumu. Kwa nini ulikuja sasa? Maana kila unachoniambiaga huwa hakiendi. Ina maana hakiendi sawa sawa na anavyotaka yeye. Sasa mtu kama huyu ukichangia naye njia utakwama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Inachoma injili we. Inachoma. Unaona mwingine hata hajaitikia. Ukiona hajaitikia, hebu muulize, ni wewe? Mwingine hata kuongea haongei. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ukijua kweli na kuweza kuweka kuwa huru, unaweza kukemea. Mtu alipoombwa na Mungu alikuweka katikati ya watu, na ukiwa katikati ya watu lazima ujue namna gani unaweza kuishi na Mungu, kwa sababu mtu ni mtu ambaye anaweza akawa na akili ya miungu ndani yake na akakuongoza. Maana mtu ambaye ana roho kama hii huwa ashauriki na mtu na haombagi msamaha. Hata akikosea atakwambia yaishi. Yaani ni mtu wa mashotikati tu. Amen. Yaishi. Yaishi. Mtu mwingine anakuambia kwamba hivi nikienda kuomba msamaha watanifikiriaje? Watanionaje kwanza? Na suti zangu hizi niende mimi nikamwambia kwamba nisamee nimekosea, hivi atanichukuliaje? Yaani unaipa dunia faida badala ya kuangalia nafsi yako na Mungu inakaa namna gani. Mtu aliyepondwa na Mungu huwa angalii kwamba watu wataonaje. Yesu akasema ukinionea haya duniani na mimi nitakuonea haya mbele ya Baba yangu. Lazima ujue kuepukana na miungu. Miungu inaweza ikafunga nafsi yako, usiwe mtu wa toba kwenye maisha yako, ukashangaa kuwa mtu ambaye ni kaidi, mtu ambaye haeleweki, mtu ambaye hashauriki, mtu ambaye haonyeki. Wakikuonya unawachukia, wakikukanya unakimbia ibada, wakikukemea unasema na wewe mlango usije. Ngoja nikuambie, hiyo miungu haikuachii kwa sababu unajua kuimba, haiwezi kuachia kwa sababu unajua kuhubiri. Itakuachia ikiwa na roho ya toba ndani yako, ukijua kwamba nimekosa kaombe msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza kukemea, unashangaa mtu unakemea kwa jina la Yesu Kristo, roho ya miungu iondoke kwangu. Lakini haisikii kwa sababu kuna kitu hakijabadilika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna kitu hakijabadilika kwako. Hebu nisomee Warumi sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 6. Biblia inasema, Warumi sura ya 2 mstari wake wa kwanza
hadi wa 6, Biblia inasema hivi: kwa hiyo wewe mtu awaye yote uhukumuye, huna udhuru, kwa maana katika hayo uhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Kwa maana wewe uhukumuye kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wafanyao hayo. Wewe binadamu uwahukumuye wala ufanyayo hayo na kutenda hayo mwenyewe, je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu? Bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira ya ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu, atakayemlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio sehemu ya mtu. Anasema hukumu ile ile unayohukumu watu, na ndivyo utakavyohukumiwa wewe. Na ndio maana kwenye Mathayo anasema kwamba usihukumu usije ukahukumiwa, maana yule unayemhukumu hujajua kesho atakuwa mtu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ngoja nikuambie, katika ulimwengu huwa wanasema usimdharau usiyemjua, si ndio hivyo? Unaweza ukamdharau mtu leo, kumbe kesho ndo amebeba tena hatima ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni siri ambayo Mungu ameweka kwenye maisha ya mwanadamu. Sasa unaweza ukaharibu uhusiano wako wa kesho kwa sababu ya miungu ambayo imepata nafasi kwenye akili zako. Na ndio maana unapookoka, mtu mwingine anakuambia kwamba ukiokoka yote yameisha. Hapana, hakuna aliyezaa akakataa kukuza. Amen. Unapozaa mtoto lazima utafute mbinu ya kumkuza mtoto ili aweze kukua, na ndivyo wokovu ulivyo. Unapookoka kuna kukulia pia wokovu. Lazima wokovu ukue ndani yako. Kuokoka sio shida. Bwana Yesu asifiwe. Au kufika kanisani ukasema kwamba nimeokoka na mpenda Yesu, hatukatai. Umempenda kwa sababu ndivyo ulivyokiri, lakini moyo wako uko namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasema mdomoni nampenda Yesu, lakini moyoni mwako unahudumiwa na miungu. Anasema wema wa Mungu unakuleta kwa ajili ya kukuvuta kwenye toba. Na ndio maana nikasema Mungu anapokutendea miujiza anakukumbusha utubu, anakukumbusha umjue zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tofauti na kumshukuru Mungu, lakini pia ni ujumbe kwako. Ukiendelea kutengeneza utapata zaidi ya hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hii ni ishara ya mtu ambaye ana miungu ndani yake. Wala hitaji hata maombi uli mjue sana. Utaona tu ni mbishi sana. Kila kitu yeye ni mbishi tu. Hata umwambie kitu cha maana na kubishia. Hata umwambie kwamba ndugu yangu hapo kuna maji, anakuambia huu ni udongo. Mjuaji sana. Yaani kila kitu anajua. Ukimwambia ili hata mimi nilikuwa nafikiria hivyo hivyo. Yaani huwezi kumletea kitu ambacho yeye hajakifikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu kama huwezi kumuongoza. Kumuongoza ni shida. Amen. Maana kila utakachokifanya yeye yuko pale kutafuta. Na ndio maana mtu ambaye ana miungu ndani yake ni mtu ambaye hawezi kukumbuka wema ambao ametendewa.
atakumbuka yale mabaya tu, mabaya tu, mabaya tu, mabaya tu, mabaya tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na likitokea jambo, yeye anakumbuka yale aliyokutendea tu. Amen, haleluya. Sasa nikuambie kinachotokea sehemu hiyo. Wewe unaacha kile ambacho umekiacha, ni jasho lako ambalo umehangaika nayo. Umeenda kubeba michicha, ukauza kila kitu, unaenda unaacha. Unapoacha ile jasho yako, yeye anaingiza kwenye matumizi, alafu yeye anakupa dawa. Anapokupa dawa, anakupa tena na masharti. Amen. Usiangalie nyuma, usinywe maji ya mvua, sijui na nini na vingine. Wewe mwenyewe unajua ulikoenda ni wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo yote unapewa. Elewa, hii zote unazozifanya hapa ni ibada tosha. Na katika ibada kuna miungu ambayo inabariki hiyo ibada. Lazima ujue hapa tayari nimeabudu, na kile nilichokitoa nimekitoa sadaka kwa ajili ya sanamu. Amen. Baada ya hapo sasa, unapotoka, hali ni ile ile. Utaenda kumwambia kwamba mganga, mambo hayaendi, nirudishie hela yangu. Atakwambia nitakuroga. Subu, nitakuroga. Kama unataka uishi, futa jina langu kwenye kitabu chako. Unashangaa, unaanza yule mganga muongo, ni muongo lakini amekutandika. Amen. Sasa tatizo sio kile kinachofanyika. Angalia ulimwengu wa roho. Ni wapi ambako umepeleka nafsi yako? Unashangaa na kile ulichokuwa nacho kinachukuliwa, kinaanza kutumiwa na watu wengine. Ndio unashangaa yule mganga, watu wanakuwa wengi, kumbe ni nyota yako inaanza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa umetoa sadaka kwa akili zako timamu, umefanya kila kitu kwa kutaka kwako. Matokeo yake ulimwengu wa roho, kila unachokifanya hakiwezi kwenda, kwa sababu bado hujaingia kwenye ile miungu ambayo ilisababisha mateso. Ulienda ukiwa na mateso, ukaja ukambeba baba mateso juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lazima ujue kwamba katika hili ni pambana na miungu kama hii. Ni sehemu nyingi ambako umeingia. Ngoja nikwambie, hata yule uliye naye uliyemwamini, umemwamini katika ulimwengu wa mwili, lakini kiroho humjui. Bwana Yesu asifiwe. Sikwambii kwamba mzee, wengine wanakuwa kuangalia wewe tu, hawaangalii tena mahubiri. Baba mshika picha, wanakuangalia wewe sasa, hawasikizi tena mahubiri. Kwa hiyo na wewe mtulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kazi ya miungu. Inapoingia ndani ya mtu, inaweza kupeleka kwenye ibada ambazo hazifai. Wana wa Israeli wakashangaa, wakaambiwa na Baali waanze kutoa watoto wao sadaka. Watu na akili zao timamu wakachukua watoto wao wa kike na wa kiume, wakaanza kuchoma moto, wakawatoa sadaka kwa ajili ya Baali. Mungu akakasirika na hicho kitendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu akakasirika na jambo walilofanya, kwa sababu wamemwacha Mungu, wameingia kwenye miungu mingine, na wakatoa watoto ambao Mungu amewapa kuwa sadaka kwa ajili ya Baali. Umehangaika sana, Mungu akusaidie upate mtaji. Umeupata mtaji, amekupa faida. Ikitokea shida tena na faida yote na mtaji unapeleka kwa waganga. Hivi una akili? Ukifika tena kanisani unaanza, Mungu unione, Mungu unisaidie, Mungu. Jamani, Bwana Yesu aturumie sana. Haleluya. Roho ya Mungu inapoingia ndani ya mtu, inaleta roho ya kupuuzia. Kuna wakati unaweza ukapata hata neema ya kusema kwamba hapa ndiko utakapopona, lakini Mungu anasema kwamba huko uendi. Amen. Roho Mtakatifu anakuambia hapa utapona. Mungu anakuambia kwamba hapa hamna kitu.
hapa huwezi kupona. Amen. Ni bora uende sehemu nyingine, lakini sio hapa. Utashangaa na sehemu ambayo ni sahihi kwako ukaichukia. Kwa sababu gani? Miungu ina asili ya kumwekea mtu uzito wa utayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Unashangaa unaanza kusamini kitu ambacho sio cha faida kwako, kinakutesa lakini unakipenda. Roho ya miungu. Kinakupiga lakini unakitamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba mmoja akasema, mimi roho ya uzinzi imenitesa mno. Imenitesa, natamani kuacha. Akalala chini kabisa, naomba, Baba, hii miungu hii ya kwetu ya uzinzi nitoke. Lakini kuna mmoja tu ambaye siwezi kumwacha. Wote naweza kwa, lakini huyu, ila pia ni mke wa mtu, lakini siwezi kumwacha. Amen. Haleluya. Huyu anayesema ni mume wa mtu, na anayesema hawezi kuachika ni mke wa mtu. Kwa hiyo wakati anaomba, yeye anaomba kwamba wengine wote Baba naweza, kwa hata sasa hivi ukisema naacha, lakini yule kila ninapotaka kumwacha roho inagoma, ninapotaka kumkataa roho inagoma. Kwa hiyo Mungu kwa utanisamea tu miungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza kufanya kitu ambacho kinakutesa ukakiona kuwa sahihi. Unaona hii sehemu sipati faida yoyote, lakini unakaa. Miungu inafunga utayari, huwezi kutoka. Maana ukitoka kuna hatua mpya utaanza. Lazima ikufunge hapo. Kataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Miungu inamletea mtu uzito wa maamuzi. Unashangaa vitu unavyoamua ni vitu ambavyo sio sahihi. Yaani kile unachokiamua kwako unajutia maamuzi. Kile unachokifanya unajutia. Yaani maana wakati wa kuamua unaona inawezekana. Ukiingia kwenye safari ya maamuzi unajutia. Hiyo ndo kazi ya miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unahitaji kuwa makini sana. Dalili kama hizi zinapokuwa kwenye maisha yako, elewa kwamba unatembea na miungu bila wewe kujua. Na usipokuwa na muda kuikataa mpaka siku zote za maisha yako, na utaambukiza na wengine na wengine na wengine. Maana ndani yako kuna chemchemi ya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Inamisha kichwa chako. Funga Biblia yako. Funga Biblia yako. Baba Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo, nifinyange, nifinyange, unifanye kama upendavyo, nifinyange, 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 unifanye kama upendavyo, Yesu, nifinyange, 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 unifanye kama upendavyo. Kuna aina mojawapo ambayo umeigundua kwenye maisha yako. Kabla sijaingia kwenye huduma rasmi ya maombezi, naomba nikuombee rehema mbele za Bwana. Ninasema na nafsi ya mtu mmoja. Umegundua ya kwamba katika yale ambayo Roho Mtakatifu amesema katika madhabahu, kuna mmoja wapo ambayo imekutesa. Kuna roho ambayo imekutesa na umeona hakika
siendi popote, na roho yako imeshuhudia hakika Mungu ametamka na wewe neno, na unahitaji roho ya toba ndani yako, nataka niombe na wewe. Ni leo, sio kesho. Biblia yangu inasema ya kwamba wokovu wako ni sasa. Yawezekana leo ndiyo siku yako ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya kufikia neema yako, na kuna kitu ambacho kinazuia. Kabla tujaingia kwenye mapambano, natamani kuombea rehema. Kama unagundua kwamba kuna sehemu ambayo umeguswa, kuna sehemu ambayo umeguswa na umeona kana kwamba ni sehemu kubwa ya miungu kupata nafasi kwenye maisha yako, njoo kwenye zulia la chini, shuka magoti, nikuombee msamaha. Biblia yangu inasema ya kwamba nimepewa mamlaka ya kusamea dhambi. Yamkini usipokiri na kutamka ndiyo chanzo cha yote ambayo yanaelekea kwenye maisha yako. Na unapopita pambele, kuwa na roho ya kujutia, roho ya kujutia. Ana alipomwendea Mungu alilia ndani ya nafsi yake, akalia, akamwambia Eli, nimekuja kumimina moyo wangu mbele za Bwana. Si kana kwamba nimelewa, hapana. Si kana kwamba nimelewa, hapana. Ninaumimina moyo wangu mbele za Mungu. Na wakati unaposogea mbele, kubali kubadilika. Usirudie tena kwenye matope, maana leo Mungu anaenda kutakasa, na yale uliyoyaona kuwa ni ya faida kwako wakati wa uovu, basi uyahesabu kuwa ni hasara kwenye maisha yako. Ujui siku atakaporudi Bwana wako. Yawezekana siku yako ni kesho, yawezekana siku yako ni jioni, yawezekana ni kesho. Wewe huwezi kujua majira yako. Kuna watu ambao watamani kuwa kama wewe, ulishindikana, leo hawapo, ila kwa sababu ya rehema za Mungu wewe leo upo na unaishi. Ni kwa sababu Mungu alitaka usikie neno hili. Roho ya usaliti na kutafuna, wakati mwingine na mume wako pia unamsaliti kwa sababu hajui matendo yako. Wewe unajiona kuwa kawaida, ila aonaye sirini amekuona ulichokifanya, ameona ulikoenda, ameangalia uaminifu wako haupo. Leo amekukumbusha na kukuambia, njoo mwanangu. Yawezekana umesaliti na mchumba wako, ukasaliti na mke wako. Mungu akaona sirini na akasema, nenda leo ukutana neno likusaidie, ili uweze kutoka pale ulipo, niweze kukusaidia tena. Sauti ya Mungu inabisha hodi kwenye mlango wako, inabisha hodi kwenye mlango wako, inabisha hodi kwenye mlango wako, inabisha hodi kwenye mlango wako. Kuna watu ambao ulichangia nao njia moja, yawezekana pia wakuwa wema kwako, wakakupenda, kumbe wamekupenda kwa sababu fulani, ili waweze kutumia nyota yako kwenye manufaa yao, na ukashangaa ulipoachana nao kila kitu kikaharibika. Hizo zote ni miungu ya shetani ambayo imekutafuta. Kuna watu wamekutumia kwa faida, ili waweze kupata faida yao binafsi, wewe ukabaki vile jinsi ulivyo. Kila siku unalia, si kwamba Mungu hakuoni. Mungu anakuona na Mungu anataka mema kwa ajili yako, lakini kuna miungu inayotembea kwenye maisha yako. Mungu akamwambia Gideoni, mimi Bwana niko katikati ya taifa hili, lakini kama unataka nijidhihirishe, hebu kwanza dili na miungu ya baba yako, dili na miungu ya kwenu. Hiyo miungu iliyojengwa kwenu, dili nayo kwanza. Ukishavunja hiyo madhabahu, utaona jinsi gani atakavyojidhihirisha kwako. Nguvu ya Roho Mtakatifu ibadilishe nafsi yako, ibadilishe tabia yako, ibadilishe fikra zako, ikugeuze, ikuondoe. Miungu inaweza kukuletea hasira mara kwa mara.
unakuwa mtu wa hasira kila siku, unakuwa mtu wa manunguniko kila siku, ndani yako hakuna furaha yoyote tena, unakuwa mtu wa kukata tamaa kila kitu. Hata Mungu akupe chakula uriziki, hata Mungu akupe mavazi uriziki, hata Mungu akupe uzima unasema hayupo. Hiyo yote ni roho ya miungu inayovaa mwili wa mtu. Mungu aseme na wewe. Asante Roho Mtakatifu, asante Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. Hiyo damu ya Yesu, ya Yesu, hiyo damu. Endelea kumwambia Bwana, na umimina moyo wangu mbele zako unisamehe. Ninaamini ya kwamba Bwana amekupa roho ya toba kama Daudi. Amekupa roho ya toba kama Daudi. Daudi alipogundua Mungu alimpenda kupita kawaida, kwa sababu moyoni mwake alijua ya kwamba mimi ni mwovu, nimepita sehemu ambazo hazistahili. Ngoja nikwambie siri. Unaweza kujikuta kwenye maisha yako unazaa na wanaume watatu, na ugundue kila mtu kuna madhabahu aliyoiendea. Wote sio kwamba wamefanana, hapana. Kuna mwingine ukoo wake ni wa kichawi kabisa, lakini kilichokupeleka ni tamaa zako wewe, ukashangaa umeingia kwenye mtego ambao sio sahihi, na mwisho wako ukawa mbaya zaidi kuliko mwanzo. Roho wa Mungu amekuona na anatamani akusaidie. Mungu anataka kusaidie. Baba, niko mbele zako, ninawaombea watu wako ambao wamekiri mbele zako na kujua hakika ulimwengu wa roho kuna makosa yaliyotendeka siku za nyuma, na leo wameomba rehema. Wewe unajua mioyo yao. Ni Mungu uonaye sirini, unamjua kila mtu. Ni wapi alikounganishwa, alipounganika ni sehemu gani? Tunatanguliza rehema Bwana, uwasamehe, uwarehemu. Hatua waliochukua kutoka kwenye viti vyao na kuja kushuka magoti ni kwa sababu Bwana umesema na mioyo yao. Wameona kana kwamba hakika wamekosea, na ndio maana wameanguka hapa. Bwana uwahurumie, uwatakase, na kweli yako iwe ndani yao. Wape roho ya toba, wape roho ya kujutia, ili watengeneze maisha yao. Walipita kwa ujinga, wakafanya kwa ujinga, wakatenda kwa ujinga, kwa sababu roho ya kimashetani iliingia ndani yao, na sasa wamekujua Mungu wa kweli. Baba, usihesabu yale yaliyopita, tangaza utukufu wako, kwa sababu neno lako limepata nafasi ndani yao. Basi Mungu, naomba uwakumbuke, uwasaidie. Asante Yesu Kristo, neema yako Mungu yatosha, uwezo wako na utende kazi. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, unisamehe, unihurumie kwa yote niliyoyatenda, unisamehe. Nimeshuka mbele yako katika madhabahu yako, kwa neno lako nimesikia, kwa neno lako nimepona. Bwana uniponye, nafsi yangu uiponye, uiondoe mikononi mwao. Miungu hii isivamie tena maisha yangu, kwa jina la Yesu. Nifanye kuwa mpya katika wewe Kristo Yesu, uzae matunda mema ndani yangu, mabaya yote yasisikike kwangu tena, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Rudi kwa nafasi yako, tuingie ulimwengu wa roho.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaomba mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuambia mapema, Mungu huwa anafanya jambo kwa kusudi, na hakuna awezaye kuzuia kusudi la Bwana lisifanyike. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Lazima ushughulike na hiyo madhabahu inayofanya ramli kwa jina lako. Kuna madhabahu inayopiga ramli kwa jina lako. Hiyo madhabahu inapiga ramli kwa ajili ya jina lako, kwa jina ya watoto wako, kwa jina ya familia yako, kwa ajili ya mume wako, kwa jina ya ukoo wako. Hiyo madhabahu tunaivunja leo, tunaivunja leo, tunaivunja leo, tunaivunja leo, tunaivunja leo, tunaivunja leo, tunaivunja, tunaivunja, tunaivunja. Sema vunjika, 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 vunjika kwa jina la Yesu. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Wale wanaoweka jina lako kwenye midomo yao wamefanya midomo yao jina lako kuwa kichwa cha neno cha mada. Leo hilo vikao tunavisambaratisha kwa jina la Yesu Kristo. Tunatuma malaika wa kuwatawanya, tunashusha malaika wa kuwavuruga, malaika wa kuwavuruga popote wanapokaa. Malaika tunamtuma leo aende kuvuruga, wasielewane. Tuma huyo malaika, tuma huyo malaika, mwambie nenda, ingia katikati yao, wavurugane wao kwa wao, wasielewane, wasielewane. Vuruga, wavuruge, wasambaratishe, wasielewane, wavuruge. Hilo kombora linaenda, hilo linaenda, tuma hilo kombora linaenda, hilo linaenda, hilo linaenda, hilo linaenda, hilo linafika, 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 linafika. Sambaratisha, vuruga vikao, bomoa, bomoa, bomoa kwa damu ya Yesu. Asante Yesu. Naomba usikilize. Nataka tuondoe roho hii kwenye maisha yako. Katika kumbukumbu zako kuna mahusiano uliowahi kuingia na yale mahusiano ukayajutia. Sasa kuna roho ya majuto inatembea na wewe kwenye maisha yako. Sasa haijalishi wewe mahusiano ya kimapenzi au ya uhusiano wowote wa biashara namna yoyote, uhusiano ulioingia kwa wema ukakuletea majuto, hiyo roho inatembea kwenye maisha yako. Leo tumwambie Bwana, hiyo roho ya kujutia, hiyo roho ya kujutia, hiyo roho ya kujutia, hiyo roho ya kujutia, kata kila roho ya mahusiano ya kujutia, roho ya mahusiano ya kujutia. Mwambie Bwana, kataa hiyo roho ya mahusiano ya kujutia, na kataa. Iwe kibiashara, iwe kiuchumi, iwe kiajira, iwe kikazi, iwe kifamilia. Kataa mahusiano ya kujutia, kataa mahusiano ya kujutia, kataa, kataa kwa jina la Yesu. Iwe kwenye biashara, kataa mahusiano ya kujuta, ya kujutia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema nakataa, 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 nakataa,
Nahisi nguvu ya ajabu isiyokuwa ya kawaida. Yaani mwilini mwangu naona kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida. Natamani ije kwako kwa sababu ikije na kusudi maalum. Mbili, utapiga kelele kwa nguvu. Tena kwa nguvu zako zote za kiroho na za kimwili. Utashangaa kama unaumwa, miguu itaanza kunyooka yenyewe. Pale ulipo utashangaa kuna nguvu inaingia ndani yako, inatengeneza viungo vya mwili wako. Ukiwa na imani kuna kitu unapokea. Utashangaa nywele zako zinasisimuka. Mwingine utaona mwilini mwako kuna kitu kinaingia ghafla. Hiyo ni ishara ya nguvu za Mungu itakayopita ndani yako. Damu ya Yesu inapopita ina kusudi maalum. Inua mikono yako juu vizuri. Inua juu vizuri. Tena usione aibu kuna mikono. Inua mikono yako juu vizuri. Tunataka kuita damu ya Yesu. Inua kichwa chako juu. Inua uso wako juu. Itazame mbingu. Katika ulimwengu wa roho Bwana yuko pamoja na wewe. Leo Bwana ameniambia kuna watu atawahudumia. Na ikiwa kuna watu watahudumiwa na Bwana, basi kuwa makini unapotaka Roho Mtakatifu akuhudumie. Usiweke moyo wako kuwa mgumu. Yaani kuna nguvu ya ajabu ambayo itagusa kifua chako, itagusa mwili wako. Naona kuna watu ambao nimekonektiwa nao ulimwengu wa roho. Ninaposema kuna kitu ambacho wanakisikia na mioyo yao inapata kitu ndani yao, na mioyo yao inapata jambo ndani yao. Kwa hiyo nguvu inapokuja kwako inaweza ikaja na ikazidi uwezo wa akili zako. Ukashangaa kuna upako ambao unaingia, alafu unashindwa kustahimili. Maana Bwana ameniambia nimeshuka kuwatengeneza watu wangu. Nashuka kuondoa miungu, kuwatenganisha na miungu iliyofunga maisha yao, iliyofunga njia zao. Moja, mbili, tutalamika kwa nguvu. Tatu, Asante Bwana. Asante Yesu. Wewe ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Alfa na Omega. Wewe ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Alfa na Omega. Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Alfa na Omega. Mwamba, Yesu ni mwamba. Ni mwamba, Yesu ni mwamba. Ni mwamba, Yesu ni mwamba. Yeye aliye juu. Ni mwamba, Yesu ni mwamba. Ni mwamba, Yesu ni mwamba. Ni mwamba, Yesu ni mwamba. Yeye aliye juu ni mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen.
Haleluya. Amen. Wangapi wana amani mtu anapopona? Yes. Wangapi wanaamini kwamba huyu ndugu atapona? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu, njoo kwanza mfunge mkanda vizuri. Wanadamu, mtu anaitwa mwanadamu sio. Kuna mwingine unavyolia ndio yeye anafurahi. Anapoona unavyoteseka moyo wake unachangamka na anahisi kwamba ndio mwisho. Mungu anatangaza mwisho wako kabla mwanzo hujaanza. Sina watu ambao wanaweza kupiga hata makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Mama, huko alikoenda alizidisha siku 3? Hapana. Alifanya siku ngapi? Alifanya kazi siku 2. Na ya 3? Akasema kichwa kinamuuma. Na akafanyeje? Akao tu analala hivyo hivyo. Na hakufanya kazi tena. Hakufanya kazi tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Anatakiwa arudishwe. Amen. Afanye nini? Arudishwe. Ukichangamka hapo umenichochea. Amen. Yaani hapo natamani chukue na mwingine nianze naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alafu akakwambia eti ana kisukari. Nikampeleka Buzuruga, wakamkata, nikapelekwa Seketule. Wakafanyeje? Wakasema sukari imepanda iko juu. Sukari imepanda iko juu. Na ukaamini hivyo? Na mimi nikakubali. Sasa huyu mtoto wako kivuli chake hakipo. Na kuna sehemu nyingine ulienda wakakwambia hivyo hivyo. Si ndio hivyo? Ndio. Amen. Yesu. Haleluya. Amen. Lazima arudishwe. Lazima arudishwe. Amen. Amen. Hii ndo raha ya kuwa na Yesu. Amen. Anafunua vilivyoko wapi? Sirini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni mgeni huyo. Haya. Bwana Laurenti, usitike na kichwa. Toa sauti. Unaamini kama unapona? Unafanya hivi tena, itika na kichwa. Amina. Hivi kuna wakati akila kuna kitu kinamkaba hapa. Ndio. Mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi. Amen. Yesu. Sema inawezekana. Inawezekana. Haleluya. Amen. Anasema mpaka sasa hivi. Ndio maana sauti itoki vizuri. Si ndio hivyo? Nipe baba, nipe. Baba, kila mapando yasiyopandwa nao ung'olewa na kutupwa. Kuanzia sasa sauti itoke. Ishara ya kwanza ya kupata uzima kwa jina la Yesu. Sogea. Sogea. Sema na choo haitoki wiki nzima. Mungu anakuponya. Wiki nzima haendi choo. Sema Bwana. Sema Bwana. Bwana. Inawezekana. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Unasikiaje kwenye koo? Kinaanza kutoka. Kinaanza kutoka.
Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kinaanza kutoka. Damu ya Yesu Kristo. Achia mwili wake. Toka kwa jina la Yesu. Kimbia. Kimbia, wala hata usinishike, usinishike. Toka! Jina la Yesu. Kila madhabahu iliyonena jina lako na ipomoa kwa jina la Yesu. Toka na uwe mzima. Haya, mwinoe. Inua mikono yako juu. Inua tena. Inua tena. Inua tena. Inua tena. Inua tena. Inua tena. Haya, nyanyua na miguu. Fanya hivi. Zote mbili, yote miwili, yote miwili. Nyanyua. Nyanyua tena. Nyanyua tena. Nyanyua tena. Nyanyua tena. Haya, inama. 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 Inama, inamisha kichwa tu. Haya, inuka tena. Inama tena. Inuka tena. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mama, wewe nimeshamalizana na wewe. Nenda ukakae. Nenda ukakae. Si umeshanihakikishia? Maana ningeanza kuongea hapa kama usingeleta ushahidi, watu wangesema mchungaji anatunga vya kwake. Mimi sina ule unabii wa kusema si ndio hivyo eh? Hapana. Akisema amesema. Amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Akisema amesema. Amesema. Sasa ndugu, utanifuata. Sawa? Hebu piga kwanza hivi kidogo. Wewe usiogope. Fanya hivi. Fanya hivi. Aya, geuka sasa hivi. Geuka. Aya, twende. Twende hivi. Simba wa Yuda ananguruma. 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 Tembea kama bosi. Simba wa Yuda ananguruma.